Na mambo vipi mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika segment hii ya kimichezo ambapo tunakutana kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo yamejiri na bila yana yoyote. Tunakuwekea hapa kila siku. Cha muhimu ni wewe tu kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports. Sasa katika upande wa kimichezo leo hii bwana, tunaangazia taarifa ya kocha Pedro Goncalves ambapo ametoa kauli ambayo imependwa sana na mashabiki wa Yanga, lakini pia inaonyesha mwelekeo wa wapi klabu hiyo inaelekea, ni nini wanakifanya na ujasiri gani waliokuwa nao katika kuhakikisha kwamba wanapambania mataji muhimu, lakini pia kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ya kimataifa ambayo yako chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo Young Africans tunafahamu wapo katika ile kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League. Sasa naambiwa bwana, Mwalimu Pedro amewaambia viongozi wa klabu ya soka ya Yanga na kuhakikishia kwamba timu hiyo chini yake ni lazima ifike hatua kubwa katika michuano hiyo ya kimataifa, na ametoa ahadi kwamba katika hatua ndogo kabisa ya michuano hiyo basi ni robo finali, lakini kwa maono yake anasema Young Africans wana uwezo wa kufika nusu finali ama finali endapo watapita katika hatua hii ya makundi, katika kundi lao, kundi D, ambalo ni kundi lililokuwa gumu kweli kweli, ambalo lina timu kadhaa kubwa ikiwemo Al Ahly ya nchini Misri, lakini pia AS FAR Rabat ya kule nchini Morocco, bila kusahau JS Kabylie wa Algeria, ambao pia wana historia kubwa sana katika mashindano haya ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mwalimu Pedro amewaondoa hofu viongozi na mashabiki wa Yanga, lakini pia ameonesha ni kwa namna gani wako vizuri, ni kwa namna gani wana focus na mashindano haya, lakini pia ni kwa namna gani wamekuwa hawana uoga wote kwa kuhakikisha kwamba wanatengeneza timu ambayo inakwenda kufight, timu ambayo inakwenda kufanya vizuri na inakuwa bora sana katika kupambania ubingwa ama kupambania hatua kubwa zaidi katika mashindano hayo. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana falsafa ya kipekee sana, ni mwalimu ambaye anaonekana na falsafa ya kutokubali kukata tamaa, ni mwalimu ambaye anaonekana mwenye falsafa ya kuwaunganisha wachezaji, kuwapa morali, kufight kwa ajili ya timu na si kufight mmoja mmoja, lakini pia ameonyesha ni mwalimu asiyekata tamaa. Na hivyo Young Africans kiukweli kwa sasa unaona mabadiliko yamekuwa makubwa sana, lakini pia kile ambacho watu wengi walikifikiria kwamba hawatofika mbali imekuwa ni tofauti sana. Waliamini Young Africans itakuwa ni timu ambayo itapoteza pengine mechi zote ama mechi za awali lazima wapoteze, kwa sababu kama unafahamu kwamba AS FAR Rabat ni moja kati ya timu ambayo inasumbua sana kule nchini Morocco, ni timu ambayo inafanya vizuri sana, lakini pia JS Kabylie